So now let's talk about time management. My father had 90 years but it seemed 93 years but it seemed short. Kuna jambo moja ambalo huwa linanifanya nitafakari sana. Baba yangu aliishi zaidi ya miaka 90. Ukimtazama kwa macho unaweza kusema aliishi muda mrefu. Lakini ukweli ni kwamba hata miaka 90 inaonekana kuwa ni mifupi sana. Alisema hivi, alihisi kama miaka 90 imepita haraka mno. Wakati mwingine nikisoma Agano la Kale katika Biblia, ninakutana na watu ambao waliishi miaka 500, miaka 700, hata miaka 900. Mara nyingi huwa ninajiuliza, kwa nini sisi tulipunguziwa muda wa kuishi? Hebu fikiria tungeishi miaka 900. Ungeona vizazi 4, vizazi 5, 6 au hata zaidi ya vizazi vikikuwa mbele ya macho yako. Ungewashuhudia watoto wako, ungewashuhudia wajukuu wako, vitukuu na vilembwe vikikuwa mbele ya macho yako. Bila shaka ili ufikishe miaka hiyo yote, ingebidi uwe na afya njema. Lakini ujumbe mkuu hapa si kuhusu miaka mingi ya kuishi. Ujumbe mkuu hapa ni kwamba muda ni rasilimali ya thamani sana. Kila dakika inayopita haiwezi kurudi tena. Kila siku unayotumia vibaya imeondoka milele. Na ndiyo maana kujifunza kuutumia muda vizuri ni mojawapo ya ujuzi muhimu zaidi ambao kila mtu anapaswa kujifunza. Mwandishi Bill Bailey aliwahi kusema hivi, maisha sio tu kupita kwa muda. Maisha ni mkusanyiko wa uzoefu na jinsi uzoefu huo ulivyo mwingi na ulivyokuwa na nguvu. Kwa maneno mengine, maisha hayapimwi kwa miaka peke yake. Maisha hayapimwi kwa kalenda. Maisha hayapimwi kwa saa zilizopita. Maisha yanapimwa kwa yale uliyoyaishi, uliojifunza, ulioyajenga na athari ulioiacha duniani. Watu wengi wanaishi miaka mingi lakini hawajawahi hata kuishi maisha yenye maana. Wengine wanaishi muda mfupi sana lakini huwa wanaacha alama kubwa sana hapa duniani. Kikubwa sio miaka, kikubwa ni jinsi ulivyoishi. Nakumbuka rafiki yangu mmoja aitwaye Mark alifariki akiwa na miaka 44. Watu wengi walisema alikufa akiwa bado kijana, lakini fikiria jambo hili. Vipi kama ndani ya miaka 44 aliishi miaka yenye matokeo makubwa ambayo watu wengine wasingeweza kuishi hata kama ungekuwa na miaka 100? Kama alitumia muda wake vizuri, alihudumia watu, alijifunza, alifundisha na kuacha urithi mkubwa, tunaweza kusema aliishi maisha mafupi. Ndiyo maana swali muhimu sio utaishi miaka mingapi. Swali muhimu, nitayajaza maisha yangu na nini? Jaza maisha yako kwa uzoefu mzuri. Jaza maisha yako kwa kujifunza. Jaza maisha yako kwa kuwahudumia watu wengine. Jaza maisha yako kwa mafanikio yenye maana. Kwa sababu mwisho wa maisha sio idadi ya miaka itakayohesabiwa. Mwisho wa maisha ni namna ulivyoutumia muda huo. Siri ya kwanza ya usimamizi wa muda. Sasa tuanze kuzungumzia usimamizi wa muda. Kuna kanuni moja ya ajabu sana. Swali ni hili, unapaswa kuanza lini kujenga hoteli? Anza kujenga baada ya kuwa tayari umeimaliza. Sasa unaweza kujiuliza, unawezaje kuanza kitu ambacho tayari umekimaliza? Maana yake ni kwamba kila jambo linapaswa kuanza kukamilika kwanza katika mpango kabla halijaanza kwenye vitendo. Hii ndiyo siri ya watu wenye matokeo makubwa. Hawaanzi kufanya kazi ndipo wafikirie. Wanafikiria kwanza, wanapanga kwanza, ndipo wanaanza kutekeleza. Kwa maneno mengine, usianze siku mpaka uwe umeimaliza. Hii ni kanuni muhimu sana. Kabla hujaanza siku yako, kaa chini na uiandae. Jiulize, nitafanya nini leo? Ni kazi zipi ni muhimu zaidi? Nitakutana na nani leo hii? Ni malengo gani lazima yatimizwe leo? Bila shaka kutakuwa na mambo ya dharura na yasiyotarajiwa. Lakini unapokuwa tayari na mpango, hata mabadiliko yatakapotokea, huwa ni rahisi sana kuyasimamia. Usianze siku kwa kubahatisha. Anza siku ukiwa tayari unajua jinsi itakavyokwenda. Utafiti unaonyesha kwamba watu wanaopanga siku zao mapema huwa na uwezekano mkubwa sana wa kuwa na ufanisi kuliko wale ambao huwa wanaanza bila kuwa na mpango. Kwa hiyo kanuni hiyo hiyo ihamishie kwenye wiki. Jiulize, wiki hii nitakamilisha mambo gani? Nitafanya mikutano gani? Nitawasiliana na watu gani? Ni malengo gani lazima yatimizwe kabla wiki haijaisha? Usiache wiki kuongoze. Wewe ndio uiongoze wiki. Vivyo hivyo, fanya hivyo kwa kila mwezi. Panga mapema ni sehemu gani utakazokwenda. Ni watu gani utakaokutana nao. Ni kiasi gani cha mauzo utakaoyafikia. Ni wateja gani unaotaka kupata. Miradi gani unataka kuikamilisha. Lazima ujiulize, ni maendeleo gani unataka kuyaona. Mwezi usije ukapita huku ukiwa hujui ni nini unataka kufanikisha. Vivyo hivyo katika mwaka, usianze mwaka mpaka uwe umeupanga. Hii ndiyo changamoto kubwa sana.
Kabla mwaka hujaanza, uwe tayari na picha kubwa ya mwaka mzima. Lazima ujiulize, mwisho wa mwaka ninataka niwe wapi? Ninataka nipate mafanikio gani? Ninataka nijifunze nini? Ninataka nipate mapato kiasi gani? Nataka nichangie nini katika jamii? Haimaanishi kwamba utajua kila dakika ya mwaka, lakini lazima uwe na mwelekeo. Na jambo zuri ni kwamba mpango unaweza kubadilika. Unaweza ukaanza mwaka ukiwa na malengo fulani, alafu baada ya miezi mitatu tu ukaona umefanya maendeleo makubwa sana kuliko ulivyotarajia. Kwa hiyo badala ya kuyapunguza malengo, yaongeze. Hivi ndivyo watu wenye mafanikio wanavyofanya. Hawaushikilii mpango wa mwanzo tu, wanaufanyia marekebisho kadiri wanavyokuwa. Kumbuka, mpango sio gereza. Mpango ni ramani ya safari. Kwa hiyo unaweza kuuboresha kadiri unavyoendelea mbele. Kuna jambo moja muhimu sana ambalo tunapaswa kulielewa mapema tunapozungumzia usimamizi wa muda na maendeleo yetu binafsi. Tunapowafundisha watoto au watu wazima, mara nyingi huwa tunatumia maneno kama unapaswa kufanya hivi, ulitakiwa kufanya hivi, lazima ufanye hivi. Lakini lugha ya namna hii mara nyingi humfanya mtu ajisikie ni kama analazimishwa. Kwa hiyo badala yake unaweza kusema hivi, watoto wanapofanya jambo hili, maisha yao huwa bora zaidi. Au unaweza kusema hivi, wewe ulitakiwa kufanya hivi. Njia hii humruhusu mtoto afikirie mwenyewe na amue bila kuhisi ameshambuliwa au amelazimishwa. Kwa kufanya hivi, heshima ya mtu hubaki salama na uwezekano wa kubadilika huwa ni mkubwa zaidi. Kwenye moja ya semina zangu huwa nafundisha kanuni ambayo huwa inashangaza sana. Viumbe vyote duniani hujitahidi kufikia kiwango cha juu kabisa cha uwezo wao, isipokuwa tu binadamu. Hebu fikiria mti. Mti unakuwa kadiri ya urefu gani? Jibu ni rahisi sana. Mti unakuwa zaidi ya urefu wake wa juu kabisa kadiri utakavyoweza. Haijawahi kutokea mti ukasema nitakuwa tu nusu ya uwezo wangu. Mti upeleka mizizi yake chini kadiri iwezekanavyo, upanua matawi yake kadiri iwezekanavyo, hutoa majani mengi kadiri iwezekanavyo, na uzalisha matunda mengi kadiri iwezekanavyo. Mti huo unakuwa kuelekea urefu wake wa juu kabisa kadiri iwezekanavyo. Kwa kifupi, kila kiumbe hutumia uwezo wake wote wa asili, lakini kwa mwanadamu ni tofauti. Mwanadamu anaweza kuishi chini ya uwezo wake. Anaweza kuwa na kipaji kikubwa lakini akakificha. Anaweza kuwa na ndoto kubwa lakini akaamua kuto kuzifuatilia. Mwanadamu anaweza kuwa na uwezo mkubwa wa kufanya mambo makubwa lakini akaishia tu kufanya mambo machache. Tofauti na viumbe wengine, mwanadamu amepewa zawadi kubwa zaidi kutoka kwa Mungu. Amepewa uwezo wa kuchagua. Wewe sio roboti. Hakuna anayekulazimisha kurudia maisha yale yale ya mwaka uliopita. Unaweza kuamua kubadilika. Unaweza kuandika mpango mpya. Unaweza kujifunza ujuzi mpya. Unaweza kuanzisha biashara mpya. Unaweza kujenga maisha mapya. Huo ndio utu na heshima ya kuwa mwanadamu. Maisha yako ni matokeo ya uchaguzi wako. Unaweza kuamua kujifunza lugha moja mpya, lakini mwingine anaweza kuamua kujifunza lugha 6 au hata 7. Wote wako sahihi, kwa sababu huo ni uchaguzi binafsi. Tatizo huanza pale watu wanapoanza kuwaamulia wengine maisha yao, wakisema lazima ujifunze hiki, unapaswa kufanya vile, huwezi kufanikiwa mpaka ufanye hivi. Hapana, huwezi kumwamulia mtu maisha yake. Kila mtu ana safari yake, kila mtu ana ndoto zake, kila mtu ana kiwango chake cha mafanikio anachotaka kufikia. Usimfanye mtu ashindwe kufanya maamuzi yake mwenyewe. Sasa hebu tuangalie jambo lingine muhimu sana kuhusu usimamizi wa muda. Kuna watu huwa wanafikiria kwamba kupanda juu zaidi kwenye kazi au biashara ndiyo mafanikio makubwa, lakini huwa haiwi hivyo kila wakati. Kuna mtu alikuwa mfanyabiashara wa mauzo, sales person. Alikuwa anapata kipato kizuri. Alikuwa anapata muda wa kucheza gofu mara 3 kwa wiki. Baadaye akawa mmiliki wa kampuni. Lakini baada ya kuwa mmiliki wa kampuni, maisha yakabadilika. Hakuwa tena na muda wa kupumzika. Hakupata tena muda wa kukaa na familia. Hakupata tena muda wa kufanya mambo aliyokuwa anayapenda. Na mwisho akasema, nilikuwa nafurahia maisha zaidi nilipokuwa mfanyakazi kuliko sasa nilipo mmiliki wa kampuni. Hali hii inatufundisha jambo moja kubwa sana. Sio kila unapopanda cheo ni maendeleo ya kweli. Kama nafasi ulionayo imekondolea afya, imekondolea amani na imekondolea furaha ya maisha, huenda ukahitaji kufikiria kama kweli ndio njia unayotaka kuendelea nayo. Wakati mwingine maisha rahisi yanaweza kuwa na thamani kubwa kuliko mafanikio makubwa yanayokuibia muda wako wote. Lazima ujiulize, una muda kwa ajili ya familia yako? Kuna hadithi nzuri sana niliwahi kuisoma zamani. Msichana mmoja alimuuliza mama yake,
Kwa nini baba huwa anarudi nyumbani na mkoba wake wa kazini, anatusalimia tu, alafu anaingia chumbani na kuendelea na kazi zake? Kwa nini hawezi kucheza na mimi? Mama yake alimjibu hivi, baba yako anakupenda sana, lakini kazi zake ni nyingi kiasi kwamba analazimika kuzileta mpaka nyumbani. Lakini yule mtoto akatoa jibu ambalo lilikuwa la busara kuliko hata mtu mzima. Akasema hivi, kwa nini sasa wasimhamishie kwenye kikundi chenye kazi chache kidogo? Ni swali la kuchekesha, lakini lina ujumbe mzito sana. Kama kazi yako imekufanya ushindwe kuwa baba mzuri, kama kazi yako imekufanya ushindwe kuwa na mama mzuri, kama kazi yako imekufanya ushindwe kutumia muda na watoto wako, inawezekana sio watoto ambao wanakosa muda wako. Inawezekana ni wewe ambao unahitaji kutathmini upya namna ambavyo unaendesha maisha yako. Kumbuka, mafanikio ya kweli sio tu kupata pesa nyingi huku ukiwa hauna muda wa kufurahia maisha na watu ambao unawapenda. Mafanikio ya kweli ni kuwa na kazi yenye mafanikio, ni kuwa na afya, ni kuwa na amani, lakini pia ni kuwa na familia yenye furaha kwa wakati mmoja. Na huo ndio usimamizi bora wa muda. Usifanye kazi kwa bidii tu, fanya kazi kwa hekima. Kuna wakati baadhi ya mambo tunayofuatilia maishani yanaweza kutugharimu zaidi kuliko hata faida tunayoipata. Ndio maana ni muhimu kujifunza kutafakari upya baadhi ya maamuzi yetu. Watu wengi wanapoulizwa siri ya mafanikio, jibu lao huwa ni hili: fanya kazi kwa bidii zaidi. Kwa kiwango fulani, ushauri huo ni sahihi, lakini kuna tatizo moja. Kuna kikomo cha uwezo wa mwili wa mwanadamu. Unaweza kufanya kazi saa nyingi zaidi kwa muda fulani, lakini hauwezi kufanya hivyo maisha yako yote bila kuidhuru afya yako. Ni lazima tu utaiathiri afya yako. Binafsi niliyatafuta mafanikio mpaka nikakaribia kuipoteza afya yangu. Mwanzoni nilipoamua kujiboresha na kutafuta mafanikio, nilijituma kupita kiasi. Nilifanya kazi usiku na mchana, nilisoma sana, nilifanya kazi bila kupumzika. Nilikuwa ninaamini kwamba kama saa 12 za kazi hazitoshi, basi nitafanya saa 14, na kama saa 14 hazitoshi, basi nitafanya saa 18. Nilikuwa tayari kufanya chochote kile ili nifanikiwe. Lakini baada ya mwaka mmoja nilipojiangalia, nilishtuka sana. Mwili wangu ulikuwa umedhoofika, nilikuwa nimechoka kupita kiasi, afya yangu ilikuwa imeanza kuathirika. Na ndipo nikajiuliza swali hili: vipi kama nikafanikiwa kupata utajiri mkubwa, halafu nikawa mgonjwa kiasi kwamba siwezi kuufurahia utajiri huo? Swali hilo lilinistua sana. Nikaja kugundua kwamba mafanikio yanayoharibu afya yako sio mafanikio ya kweli. Na ndipo nilipoanza kujifunza kufanya mambo kwa busara zaidi badala ya kufanya kazi kupita kiasi. Kufanya kazi kwa bidii ni muhimu, lakini kuna mipaka. Tusielewe vibaya jambo hili. Kama wewe ni mtu ambaye umepoteza muda mwingi kukaa tu bila kufanya chochote, basi ushauri wa kufanya kazi kwa bidii unaweza kukufaa sana. Lakini kama tayari unafanya kazi kwa uwezo wako wote, suluhisho sio kuongeza saa za kazi. Suluhisho ni kuboresha namna unavyofanya kazi. Kwa maneno mengine, usifanye tu kazi kwa bidii, fanya kazi kwa akili zaidi. Mtu mwenye hekima utafuta njia bora ya kufanya kazi na sio tu kuongeza uchovu. Siri kubwa ya usimamizi wa muda ni kuongeza ujuzi, na hiyo ndiyo kanuni muhimu sana. Kadiri unavyoongeza ujuzi wako, ndivyo unavyopunguza muda utakaotumia kufanya kazi ile ile. Ninaikumbuka kazi yangu ya mauzo. Kulikuwa na wauzaji waliokuwa wanafanikiwa kufunga mauzo 8 au mauzo 9 kati ya watu 10 waliokutana nao, lakini mimi nilikuwa nafanikiwa kuuza kwa mtu mmoja tu kati ya watu 10. Tofauti ilikuwa ni nini? Tofauti ilikuwa ni ujuzi. Kwa sababu sikuwa na uzoefu wa kutosha, nililazimika kuongeza idadi ya watu niliokuwa nawafikia. Nilifanya kazi kuanzia asubuhi mpaka usiku. Niliongea na watu wengi, nilifanya majaribio mengi. Kwa nini nilifanya hivi? Kwa sababu nilikuwa nafidia upungufu wa ujuzi kwa kuongeza juhudi. Hii ni kanuni muhimu sana kwa mtu yoyote yule anayeanza jambo jipya. Unapoanza utahitaji juhudi zaidi, lakini kadiri unavyozidi kuwa na ujuzi, ndivyo juhudi zinapopungua na matokeo yanapoongezeka. Mtu mwenye uzoefu wa miaka 10 anaweza kufanya kazi ndani ya saa moja, kazi ambayo mtu mpya angeifanya masaa 5, kwa sababu ameongeza ujuzi wake. Na ndiyo maana uwekezaji mkubwa zaidi unaoweza kuufanya ni kujiendeleza wewe mwenyewe. Lazima ujifunze, lazima usome, hudhuria mafunzo, pata uzoefu. Kadiri unavyokuwa bora zaidi, ndivyo usimamizi wa muda unavyokuwa rahisi zaidi, kwa sababu ni aidha wewe unaiongoza kazi yako ama kazi yako ikuongoze wewe. Hii ndiyo kanuni muhimu sana. Unapoanzisha mradi au biashara, mwanzoni wewe ndio huwa unaidhibiti, lakini usipokuwa makini, baada ya muda hali hubadilika. Badala ya wewe kuiongoza biashara, biashara inaanza kukuongoza wewe. Badala ya wewe kuisimamia kazi, kazi inaanza kukutawala. Nimewahi kuanzisha miradi kadhaa. Mwanzoni nilikuwa ninaona iko chini ya udhibiti wangu, lakini miaka michache baadaye nikajikuta mimi ndio ambaye ninakimbizwa na miradi. Nilikuwa sina muda, nilikuwa ninachanganyikiwa,
Nilikuwa ninahangaika kila siku nikijaribu kumaliza mambo ambayo hayaishi. Ndipo nilipokuja kujifunza kwamba ukishindwa kuiongoza kazi yako itaanza kukuongoza. Kwa hiyo chukua uongozi wa maisha yako. Amua leo kuwa wewe ndiyo msimamizi wa maisha yako. Chukua uamuzi wa kusimamia afya yako, muda wako, fedha zako, mahusiano yako, kazi yako, pamoja na kesho yako. Kuna mambo ambayo jamii haitakulazimisha kuyafanya. Hakuna sheria itakayokulazimisha kuwa na afya bora. Hakuna sheria itakayokulazimisha kuwa na akiba. Hakuna sheria itakayokulazimisha kujenga usalama wa kifedha kwa ajili ya familia yako. Lakini hayo yote ni majukumu ambayo wewe mwenyewe unapaswa kujiwekea. Usisubiri mazingira ya kulazimisha kufanya maamuzi. Fanya maamuzi wewe mwenyewe mapema. Hakuna mtu mwingine ambaye atawajibika kwa ajili ya maisha yako. Na ndiyo maana unatakiwa kujiwekea viwango vya maisha ambayo wewe unataka kuyaishi. Lazima ujiambie, nitailinda afya yangu. Nitautumia muda wangu kwa hekima. Nitaisimamia familia yangu. Nitajenga usalama wa kifedha kwa ajili ya watu ambao ninawapenda. Usisubiri mtu mwingine akufanyie maamuzi hayo. Maisha bora huanza pale unapochukua jukumu kamili la kuyaongoza maisha yako wewe mwenyewe. Na mojawapo ya majukumu hayo ni kujenga kile kinachoitwa ukuta wa kifedha, financial wall. Ukuta wa kifedha kuzunguka familia yako. Ukuta huu si wa matofali, ni ukuta wa maandalizi, ukuta wa akiba, ni ukuta wa bima, ni ukuta wa uwekezaji, ni ule ukuta wa elimu ya fedha, ni ule ukuta unaozuia familia yako kuyumba kila changamoto ya kifedha inapojitokeza. Mtu mwenye ukuta huu hata anapopoteza kazi, familia haiwezi kuanguka. Biashara inapodolola, familia bado itaendelea kuishi. Changamoto zinapotokea, tayari huwa kuna maandalizi ya kuzishughulikia. Lakini mtu asiyojenga ukuta huu, changamoto moja tu inaweza kubomoa kila kitu. Na ndiyo maana usisubiri jamii kuambie. Jiwekee wewe mwenyewe kiwango cha maisha ambayo unataka kuishi. Amua kuwa wewe ndio utakayesimamia maisha yako, afya yako, muda wako, familia yako, fedha zako, kesho yako, lakini pia wewe ndio utakayesimamia wajibu wako. Kanuni moja muhimu sana ambayo ilinichukua muda mrefu sana kuielewa ni hii hapa. Muda wa kawaida unatosha kufanikisha malengo makubwa. Watu wengi wanaamini kwamba mafanikio yanahitaji kufanya kazi saa 20 kila siku. Lakini ukweli ni tofauti. Tatizo sio kwamba hatuna muda wa kutosha. Tatizo ni namna tunavyotumia muda tulionao. Na ndiyo maana kuna msemo mmoja unasema hivi, sio idadi ya saa unazofanya kazi ndio huleta matokeo, ila ni kile unachoweka ndani ya saa hizo. Fikiria watu wawili wanaofanya kazi kwa saa 8. Mmoja hutumia muda wake kupanga, kujifunza, kuboresha mfumo wake wa kazi na kufanya mambo yenye thamani kubwa. Na mwingine hutumia saa hizo hizo kwenye vurugu, usumbufu, pamoja na kazi zisizokuwa na matokeo. Na mwisho wa siku wote wamefanya kazi saa 8. Lakini matokeo yao huwa ni tofauti kabisa. Kwa nini? Kwa sababu mmoja aliweka mawazo bora ndani ya muda wake. Kadiri unavyoendelea kujifunza, kadiri unavyoendelea kusoma na kuongeza maarifa, ndivyo kila saa unayoitumia inavyoanza kuwa na thamani kubwa zaidi. Mawazo mazuri huongeza uzalishaji. Uzalishaji unaweza kuongezeka mara 2, unaweza kuongezeka mara 3, mara 5, hata mara 10. Sio kwa sababu umeongeza saa za kazi, ila ni kwa sababu umeongeza tu ubora wa fikra zako. Andika malengo yako na uyapange kwa vipaumbele. Moja ya siri kubwa ya usimamizi wa muda ni kuwa na malengo yaliyoandikwa. Lakini kuandika malengo peke yake haitoshi. Yapange kwa umuhimu wake. Na lazima ujiulize, ni jambo gani muhimu zaidi wiki hii? Ni lengo gani lazima litimizwe mwezi huu? Ni shughuli gani ambazo hazipaswi kusubiri hata siku moja? Ukishajua vipaumbele vyako, muda wako utaanza kufanya kazi kwa manufaa yako. Pitia malengo yako mara kwa mara. Usiandike tu malengo alafu uyafunge kwenye draw. Yasome mara kwa mara. Yapitie, yafikirie na uyafanyie marekebisho pale inapobidi. Kwa kufanya hivyo, malengo yako yataendelea kukupa hamasa kila siku. Wakati mwingine watu wanaweza kukuuliza, kwa nini unaamka mapema hivyo? Na unachopaswa kuwajibu ni kwamba, kama ungekuwa unaelekea ninapoelekea mimi, ungeamka mapema. Kama ungejua ndoto ninazozifuatilia, kama ungejua watu ambao ninakwenda kukutana nao, kama ungejua maisha ambao ninayajenga, usingeona kuamka mapema kama ni mzigo. Ungeona kuamka mapema ni kama fursa. Malengo makubwa huamsha hamasa kubwa. Tofauti ya mambo makubwa na mambo madogo. Hii ni kanuni nyingine muhimu sana. Jifunze kutambua tofauti kati ya mambo muhimu, majors, na mambo madogo, minors. Kwa mfano, simu inapoita, usiipokee tu bila kufikiria. Jiulize, je, haya ni mazungumzo muhimu ama ni mazungumzo ya kawaida?
Kama ni mazungumzo mafupi, yamalize kwa muda mfupi. Lakini kama ni mazungumzo muhimu, yaingie ukiwa umejiandaa. Andaa ajenda kabla hujapiga simu. Andaa ajenda zako kabla hujapokea simu. Watu wengi hupiga simu alafu wanaanza kufikiria cha kusema wakiwa tayari wameshapiga. Matokeo yake mazungumzo huishia kama hivi: kulikuwa na jambo lingine nilitaka kukuambia lakini limenitoka kidogo. Ngoja nikikumbuka nitakupigia tena. Sasa hali kama hii huwa inaonyesha kwamba hukuwa na maandalizi. Badala yake, kabla hujapiga simu muhimu, andika mambo machache ambayo unataka kuyazungumza. Faida zake ni nyingi sana. Kwanza, hautosahau jambo lolote muhimu. Lakini faida ya pili, mazungumzo yatakuwa mafupi na yenye ufanisi. Tatu, utakuwa na kumbukumbu iwapo tu kama kutatokea kutokuelewana baadaye. Kwa mfano, unaweza kumpigia mtu simu baada ya wiki moja ukasema, unakumbuka tulikubaliana mambo manne? Akisema hakumbuki, wewe utafungua daftari lako na kuyaonyesha. Huo ndio umuhimu wa kuyaandika. Usitumie muda mwingi kwenye mambo madogo. Hiyo ndio kanuni ya mwisho katika sehemu hii. Usije ukatumia muda mwingi kufanya mambo madogo. Watu wengi hutumia muda mwingi kupanga kazi kuliko kufanya kazi. Watu wengi hutumia muda mwingi kuzungumza kuliko kutekeleza. Hutumia muda mwingi kujiandaa kuliko kuanza. Na mwisho wa siku wanakuwa wamechoka, lakini hakuna jambo lolote lenye maana ambalo wamelifanya. Na hakuna matokeo yoyote. Kumbuka, ukifanya mambo madogo kwa muda mkubwa, utaendelea kubaki nyuma ya ratiba yako. Usimamizi mzuri wa muda sio kufanya mambo mengi. Usimamizi mzuri wa muda ni kufanya mambo yaliyo muhimu zaidi kwa wakati unaofaa. Jifunze kutumia muda wako kwenye mambo yenye thamani kubwa. Moja ya makosa makubwa ambayo watu wengi huyafanya ni kutumia muda mwingi kwenye shughuli zisizokuwa na matokeo makubwa. Hebu tuchukue mfano wa mtu ambaye anafanya kazi ya mauzo. Anaweza kutumia muda wake kufikiria kuhusu wateja, kuandika orodha ya wateja, kupanga ratiba ya kuwatembelea, pamoja na kuandika taarifa baada ya kuwatembelea. Mambo haya yote ni muhimu, lakini ukweli ni kwamba bado ni mambo ya pembeni, hayana matokeo. Kwa nini? Kwa sababu hakuna hatua moja kati ya hizo zitakazokuletea mauzo ya moja kwa moja. Labda tujiulize, muda wenye thamani zaidi ni upi? Kwa mfanyabiashara au muuzaji, muda wenye thamani kubwa zaidi ni ule ambao anautumia uso kwa uso na mteja. Hapo ndipo maamuzi hufanyika, hapo ndipo mahusiano huwa yanajengwa, hapo ndipo bidhaa huwa zinauzwa, hapo ndipo fedha hupatikana. Na ndiyo maana unatakiwa kujiuliza kila siku, leo nimetumia masaa mangapi kufanya kazi yenye matokeo makubwa? Lazima ujiulize, nimetumia masaa mangapi kwenye kazi zinazoongeza thamani? Nimetumia masaa mangapi kwenye shughuli za pembeni? Watu wengi wanashangaa kwa nini hawapati matokeo makubwa. Sababu ni kwamba karibu 90% ya muda wao huwa wanaitumia kwenye mambo madogo, huku wakitoa muda mchache sana katika mambo yanayozalisha. Kanuni ni hii: tumia muda mwingi kwenye mambo yanayoleta matokeo na utumie muda mchache katika maandalizi. Usichanganye kuwa bize na kuwa na matokeo. Watu wengi hujidanganya kwa sababu tu wanaonekana kuwa bize. Mtu anaporudi nyumbani jioni anakuwa amechoka sana na anajitupa kwenye kochi na anasema, leo nimehangaika sana, nimekuwa nikikimbia tangu asubuhi. Lakini swali la kujiuliza ni je, ulikuwa unafanya nini? Kukimbia huku na huku sio mafanikio. Kuwa bize sio mafanikio. Unaweza ukawa ulikuwa unazunguka siku nzima, lakini haukuwa unapiga hatua kwenda mbele. Ni kama mtu ambaye alikuwa anachola namba 8. Ataendelea kutembea pale pale, lakini mwisho wa siku atarudi pale alipoanzia. Usije ukachanganya shughuli nyingi na kuwa na matokeo makubwa. Mafanikio hayapimwi kwa uchovu wako. Mafanikio yanapimwa kwa matokeo yako. Usije ukachukulia ukarimu kama makubaliano. Kwenye biashara kuna somo moja muhimu sana. Wakati mwingine unaweza kumwelezea mteja bidhaa yako akatabasamu, akatikisa kichwa, ukizani kwamba amekubali kununua. Unaweza kujidanganya. Kwa nini inakuwa hivyo? Inakuwa hivyo kwa sababu alikuwa ameonyesha heshima tu. Alikuwa ni mstaarabu. Hakumaanisha kwamba yupo tayari kununua. Sasa hii inatufundisha kwamba usichukulie kila tabasamu kama makubaliano. Usije ukachukulia ukimya kama ni ridhaa. Hakikisha kuna maamuzi ya kweli kabla haujahitimisha jambo. Nguvu ya umakini, concentration. Moja ya siri kubwa za watu wenye mafanikio ni uwezo wa kushikilia jambo moja kwa wakati mmoja. Nakumbuka zamani nilikuwa hata nikiwa bafuni naoga, akili yangu ilikuwa inatunga barua ya kazi. Nilipokuwa njiani kwenda kazini, tayari akili yangu ilikuwa imefika ofisini. Baadaye nilikuja kugundua kwamba hali hiyo ilikuwa inaninyima furaha kila mahali nilipokuwa. Ndipo nilipojifunza kanuni hii rahisi sana. Usifanye kazi kabla hujafika kazini. Ukiwa njiani, furahia safari. Ukiwa nyumbani, furahia familia. Ukiwa unapumzika, pumzika kweli.
Halafu ukifika kazini, fanya kazi kwa moyo wako wote. Umakini huongeza ubora wa kazi kuliko mambo mengi kwa wakati mmoja. Jifunze kusema hapana. Watu wengi wana matatizo ya usimamizi wa muda kwa sababu tu hawawezi kusema hapana. Wanataka kila mtu afurahie. Wanataka kukubali kila ombi. Wanataka kuhudhuria kila shughuli. Wanataka kusaidia kila kitu. Na mwisho wa siku huwa wanajikuta wameelemewa. Na baadaye huwa wanaanza kupiga simu za kuomba radhi. Samahani, sitaweza kufika. Samahani, nitashindwa kufanya hilo. Mambo hayo yote yangeepukika tu kama ungekuwa waaminifu tangu mwanzo. Badala ya kusema ndiyo haraka, unaweza kusema kwa heshima kwamba sidhani kama ninaweza kwa sasa, lakini hali ikibadilika nitakujulisha. Huo ndio uaminifu. Ni bora kusema hapana mapema kuliko kuvunja ahadi baadaye. Rafiki yangu mmoja aliwahi kusema hivi, usiache mdomo wako uubebeshe mgongo wako mzigo ambao hauwezi kuubeba. Ukiwa kazini, fanya kazi. Ukiwa mapumzikoni, pumzika. Hii ni moja ya kanuni muhimu sana nilojifunza. Zamani nilikuwa nikienda ufukweni na familia yangu. Tulikuwa tunatoka out. Lakini kulikuwa kuna tatizo. Nilikuwa ninaenda na mkoba wangu wa kazini. Mwili ulikuwa ufukweni, lakini akili ilikuwa ofisini. Nilikuwa ninawaza, ninapaswa kuwa ofisini. Familia yangu ilikuwa inanihitaji, lakini akili yangu haikuwepo. Halafu nikifika ofisini, nilikuwa ninawaza, ningekuwa nimeenda na familia yangu sehemu ya kupumzika. Matokeo yake ni kwamba sikuwa nafurahia ofisi, sikuwa nafurahia familia, na sikuwa nafurahia mahali popote pale. Ndipo nilipoanza kujifunza kanuni hii. Ukiwa ufukweni, uwe ufukweni. Ukiwa kazini, uwe kazini. Usije ukachanganya kazi na mapumziko. Kila jambo liwe na wakati wake. Kila jambo lifanye kwa wakati wake. Usichezee kazi yako. Kuna tofauti kati ya kuwa na mazingira mazuri ya kazi na kuchezea kazi. Ni vizuri kucheka. Ni vizuri kutabasamu. Ni vizuri kuwa na mahusiano mazuri kazini. Lakini usifanye kazi ionekane ni mchezo. Kwa nini? Kwa sababu kila saa unaofanya kazi unatoa sehemu ya maisha yako. Muda unaotumia kazini huwa haurudi tena. Na ndiyo maana kazi inapaswa kuheshimiwa. Fanya kazi kwa bidii. Fanya kazi kwa umakini. Fanya kazi kwa uwajibikaji. Kwa sababu kazi unaofanya leo hii ndio ambayo inajenga kesho yako. Kumbuka, kazi siyo adhabu. Kazi ni daraja linalokupeleka kwenye maisha ambayo wewe unatamani kuyaishi. Kwa hiyo iheshimu kazi yako na uifanye kwa moyo wako wote na usiichezee. Kuna msemo mmoja ninaupenda sana, unasema hivi, kila kazi ni nzuri. Watu wengi hufikiri kwamba kuna kazi za hadhi na kuna kazi zisizokuwa za hadhi. Lakini ukweli ni kwamba hakuna kazi ya aibu na hakuna kazi ya halali. Huenda ukawa hauipendi kazi unayoifanya leo hii. Huenda mshahara wake ni mdogo. Huenda sio kazi ambayo ulikuwa unaiota kuifanya. Lakini kama kazi yako ndiyo daraja linalokupeleka kwenye maisha unayoyataka, basi iheshimu. Kazi yako ya leo inaweza isiwe mwisho wa safari yako. Kazi yako inaweza kuwa ndiyo ngazi yako ya kwanza ya mafanikio yako. Usiudharau mwanzo kwa sababu tu mwisho bado haujafika. Watu wengi husema hivi, lazima uwe na passion na kazi yako. Kwa kiasi fulani hilo ni kweli, lakini kuna jambo kubwa zaidi. Kuwa na shauku ya kufanikiwa katika kila eneo la maisha yako. Shauku yako isiishie tu kazini peke yake. Iwe kwenye kukua kiakili, kukua kifedha, kukua kiroho, kujenga familia bora, kujenga afya bora na kuwa mtu mwenye mchango mkubwa katika jamii. Hiyo ndiyo shauku ya kweli. Kwa sababu kazi yako inaweza kubadilika, lakini kusudi la kuwa mtu bora halipaswi kubadilika. Hakuna kazi ndogo, na usiwahi kusema kwamba ninafanya kazi ndogo, na usirudie tena kusema kwamba ninafanya kazi ndogo. Hakuna kazi ndogo. Kila kazi inalipa bili. Kila kazi inakupa uzoefu. Kila kazi inakufundisha nidhamu. Kila kazi inakujenga. Na zaidi ya yote, kila kazi ni mchango kwa jamii. Kwa hiyo usione aibu kufanya kazi yoyote iliyo halali. Fanya kazi kwa ubora. Fanya kazi kwa uaminifu. Fanya kazi yako kwa uaminifu wote. Fanya kazi kwa moyo wako wote, kwa sababu haujui ni nani anayekutazama. Huenda kazi yako ndio ikafungua mlango wa fursa kubwa zaidi kesho. Tambua udhaifu wako na ujifunze kupokea msaada. Hakuna mtu anayejua kila kitu. Hakuna mtu anayefanya kila kitu vizuri. Na ndiyo maana moja ya siri za watu wenye mafanikio makubwa ni kutambua maeneo ambayo hawana nguvu. Ni kutambua maeneo ambayo hawawezi kuyafanya vizuri. Nakumbuka nilikuwa ninajitahidi sana kila mara. Nilikuwa ninafanya mahesabu yangu mwenyewe.
lakini kila siku nilikuwa ninahairisha, na mwisho nikaja kugundua tatizo halikuwa ni ukosefu wa nia. Tatizo lilikuwa ni kwamba hilo halikuwa ni eneo ambalo mimi nilikuwa nina nguvu. Baada ya hapo nikaanza kumlipa mhasibu kiasi kidogo cha fedha kila mwezi ili aweze kushughulikia hesabu zangu. Mwanzoni niliona kama napoteza fedha, lakini baadaye nilikuja kugundua nilikuwa napata faida kubwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu muda nilokuwa napoteza kwenye hesabu sasa nilikuwa ninautumia kufanya kazi ambazo zilikuwa zinaniingizia mapato makubwa zaidi. Hii ni kanuni muhimu sana. Usijaribu kufanya kila kitu mwenyewe. Kama kuna jambo huwezi kufanya kwa nguvu yako, mtafute mtu anayeweza. Na huo sio udhaifu. Huo ni uongozi wenye hekima. Vifaa vya mawasiliano vikusaidie, visikutawale. Leo tunaishi katika dunia yenye simu, yenye WhatsApp, barua pepe, mitandao ya kijamii pamoja na taarifa zisizoisha. Na tatizo sio teknolojia. Tatizo ni pale teknolojia inapoanza kukutawala. Kanuni ni moja tu. Vifaa vya mawasiliano vikuhudumie, lakini usivipe nafasi vivamie maisha yako. Kwa mfano, unapokaa mezani kula chakula na familia yako, zima simu yako. Usiruhusu simu iingilie mazungumzo yenu. Usiruhusu ujumbe wa WhatsApp ukapoteza muda na familia yako. Usije ukaruhusu kila anayepiga simu aamue namna utakavyotumia muda wako. Jenga utamaduni ndani ya nyumba yako kwamba kuna muda wa kukaa na familia yako. Kuna muda ambao familia yako ndio kipaumbele. Sio kila mtu anapaswa kuingilia muda wako. Familia inahitaji uwepo wako. Na sio mwili wako tu, hata akili yako pia. Unahitaji kuupa muda mwili wako. Unahitaji kuipa muda akili yako. Soma vitabu vinavyokusaidia kutatua changamoto zako. Hakuna mtu anayejua kila kitu, lakini karibia kila changamoto unayoipitia kuna mtu aliwahi kuipitia kabla yako na akaandika suluhisho hilo katika kitabu. Na ndio maana usiache kusoma. Kama una changamoto ya kibiashara, soma vitabu vya biashara. Kama una changamoto ya uongozi, soma vitabu vya uongozi. Kama una changamoto ya usimamizi wa muda, soma vitabu vinavyozungumzia usimamizi wa muda. Vitabu vinaweza kuokoa miaka mingi ya majaribio na makosa. Linda muda wako kama unavyolinda pesa zako. Watu wengi wakipoteza 10,000 huumia, lakini wakipoteza masaa 3 wala huwa hawajali. Huo ni mtazamo usio sahihi. Muda ni mtaji, na mara nyingi ni mtaji wenye thamani kuliko fedha. Fedha ukizipoteza unaweza kuzitafuta tena, lakini muda ukipotea hauwezi kurudi tena. Na ndio maana usikubali kila mtu achukue muda wako ovyo. Usikubali kila mtu atumie muda wako ovyo. Panga muda wako, linda muda wako na heshimu muda wako, kwa sababu maisha yako yanajengwa katika jinsi unavyotumia muda wako. Uliza maswali muhimu mapema. Kuna watu unaweza kuzungumza nao kwa saa nzima, halafu mwisho wa mazungumzo ndio unakuja kuuliza swali muhimu. Unakuja kugundua kwamba kama ungeuliza swali hilo mwanzoni, usingepoteza saa nzima. Kwa mfano, baada ya mazungumzo marefu unamuuliza mtu, tatizo ni nini hasa? Anajibu, ni tatizo la kifamilia. Unakuja kugundua kwamba mazungumzo yote mliokuwa mkiyazungumza hayakuwa yanashughulikia tatizo halisi. Na ndiyo maana jifunze kuuliza maswali muhimu mapema. Maswali muhimu huokoa muda. Maswali muhimu huleta ufumbuzi haraka. Fikiri kwa kuandika. Moja ya tabia za watu wenye mafanikio ni kwamba hawafikirii tu kwa kutegemea kumbukumbu peke yake. Wao huwa wanaandika. Ukipata wazo liandike. Ukipata suluhisho liandike. Ukipata malengo yaandike. Ukikabiliwa na tatizo, litoe kichwani na uliweke kwenye karatasi. Mara nyingi unapoyaona mawazo yako yakiwa yameandikwa, unapata ufafanuzi ambao usingeupata kama ungeacha yakizunguka tu kichwani. Tengeneza daftari la miradi na mahusiano muhimu. Kama unafanya kazi na watu wengi au unasimamia miradi mbalimbali, tengeneza daftari maalumu. Andika ulizungumza na nani. Andika mlikubaliana nini. Andika hatua inayofuata ni ipi. Andika ni lini mtakutana tena. Hata viongozi wakubwa duniani hufanya hivyo. Wanapoenda kukutana na viongozi wengine, hupewa taarifa zote kuhusu mazungumzo yaliyopita ili wajue pa kuanzia. Na wewe unaweza ukafanya hivyo. Unaweza kuwa hata na daftari maalum kwa ajili ya mtoto wako. Andika maendeleo yake. Andika changamoto zake. Andika malengo yake. Andika mazungumzo muhimu mliowahi kuyafanya. Toa mambo kichwani na uyaweke kwenye maandishi. Usije ukajaribu kubeba kila kitu katika akili yako. Akili ya mwanadamu imeumbwa zaidi kwa ajili ya kufikiri na sio kwa ajili ya kuhifadhi taarifa. Na ndiyo maana watu wengi hupoteza mawazo mazuri, sio kwa sababu hayakuwa ni mawazo mazuri, ila ni kwa sababu hawakuyaandika. Tengeneza mfumo wa maisha yako.
Kila mtu anahitaji kuwa na mfumo wa kupanga maisha yake. Kwa mfano, andika tarehe za kulipa bill, andika tarehe za kulipa kodi, andika tarehe za mikutano, andika tarehe za malengo ya mwezi, andika majukumu muhimu ya familia, andika miradi unayoendelea nayo. Leo unaweza kutumia daftari, unaweza kutumia kalenda, kompyuta au programu za simu. Haijalishi unatumia njia gani. Kilicho muhimu zaidi, usiache mambo muhimu yabaki kichwani. Yaweke kwenye mfumo unaoweza kuyasimamia. Mojawapo ya tabia zilizonifanya nitambulike duniani ni kuandika jalada binafsi, jono. Kwa zaidi ya miaka 40 nimekuwa nikiandika mawazo, uzoefu na masomo nilojifunza. Watu wengi wakisikia neno jono hufikiria kwamba ni kama kitu cha kuandika mambo yanayotokea kila siku. Lakini ninapozungumzia jono, simaanishi tu hivyo. Ndiyo, wakati mwingine unapaswa kuandika kila kitu kinachotokea kila siku. Unaweza kuandika, leo nilikuwa nchini Italia, leo nilikutana na mtu fulani, leo nimefundisha semina yenye watu 1000. Lakini hiyo ni sehemu ndogo sana. Kazi kubwa ya jono ni kukusanya mawazo muhimu. Jono ni kama benki ya mawazo. Kila unapopata wazo zuri, liandike. Ukisoma kitabu na ukapata sentensi inayokugusa, iandike. Ukijifunza jambo zuri, liandike. Ukipata wazo la biashara, liandike. Ukipata mbinu mpya ya usimamizi wa muda, iandike. Ukipata somo la afya, liandike. Kwa ufupi, usiamini akili yako kwamba utakumbuka kila kitu baadaye. Mawazo mengi makubwa duniani yalipotea tu kwa sababu hayakuandikwa kwa wakati. Na unapoandika, usiandike tu kwenye vijikaratasi vitakavyopotea. Nilikuwa na tabia kuandika mawazo kwenye kila karatasi. Mara kwenye karatasi ya bahasha, mara kwenye gazeti, mara kwenye karatasi ya mgawani, mara kwenye kijikaratasi chochote tu nitakachokiona. Tatizo lilikuwa ni nini? Tatizo ni kwamba baada ya muda mfupi sikuviona tena hivyo vikaratasi. Vilikuwa vimenipotea. Na ndipo nikajifunza kuwa na daftari maalum ya kuandika mawazo yangu. Nikawa kila ninapopata jambo muhimu ninaandika humo. Hata ninapohudhuria semina, daftari hilo lazima niwe nalo. Ninaposahau kulibeba, ninaandika mahali popote pale kwa muda mfupi, lakini nikifika nyumbani ninaanza kuyaandika mawazo yote yale katika daftari langu. Na baada ya muda huwa ninatupa yale makaratasi. Kwa nini? Kwa sababu watu huwa hawarudi kusoma vijikaratasi, lakini huwa wanarudi kusoma daftari. Jono yako ni sehemu ya urithi wako. Baada ya miaka mingi nilikuja kugundua kwamba jono zangu zimekuwa sehemu muhimu sana ya maktaba zangu. Lakini zaidi ya hapo, zimekuwa sehemu ya urithi nitakaowaachia watoto wangu na wajukuu wangu. Miaka 50 ijayo, watoto wako wakifungua daftari uliloliandika leo, watasoma ulivyokuwa ukifikiri. Watasoma changamoto ulizopitia. Watasoma maamuzi uliyoyafanya. Watasoma masomo uliyojifunza. Na huenda wakayatumia kuboresha maisha yao. Huo ni urithi ambao fedha peke yake haiwezi kununua. Kwa kufanya hivyo, utakuwa mzazi bora, utakuwa kiongozi bora, au utakuwa msimamizi mwenye kumbukumbu nzuri pamoja na maamuzi bora. Hiyo ndiyo siri ya usimamizi mzuri wa muda. Vitu vitatu vya thamani unavyopaswa kuwaachia watoto wako. Baada ya kuishi maisha yako, kuna mambo mengi sana ambayo unaweza kuachia watoto wako. Lakini kuna hazina 3 ambazo zinaweza kuwa na thamani kubwa zaidi kuliko ambavyo watu wengi wanaweza kufikiria. Hazina ya kwanza ni picha zako. Usiache maisha yako yapite tu bila kuyaandika katika picha. Piga picha. Hifadhi kumbukumbu. Andika tarehe na mahali ulipopiga hizo picha. Kwa sababu picha moja inaweza kueleza hisia ambazo maneno 1000 hayawezi kuelezea. Miaka mingi baadaye, watoto wako watatazama picha hizo na kujifunza historia ya familia yako. Watamuona babu yao akiwa kijana. Watamuona bibi yao akiwa na watoto wadogo. Watayaona mafanikio, safari na matukio muhimu ya maisha. Usiwanyime hazina hiyo. Piga picha. Hazina ya pili ni maktaba yako. Si vitabu vya mapambo, bali ni vitabu vilivyobadilisha maisha yako. Vitabu vilivyokufundisha biashara. Vitabu vilivyokupa hekima. Vitabu vilivyokuinua wakati wa changamoto. Vitabu vilivyokufundisha uongozi. Vitabu vilivyokufundisha fedha. Vitabu vilivyokufundisha afya. Vitabu vilivyokusaidia kukua kiroho na kiakili. Vitabu hivyo vinaweza kuwasaidia watoto wako kama vilivyokusaidia wewe. Na ninaamini jambo hili, maktaba yako inaweza kuwa na thamani kubwa zaidi kuliko hata samani zako. Samani huzeeka, lakini hekima iliyo katika vitabu inaweza kuendelea kuishi vizazi na vizazi kwa miaka mingi zaidi. Na hazina ya 3 ni jono zako. Hazina ya 3 ni jono zako. Humo kuna mawazo yako, kuna masomo yako, kuna makosa yako, kuna mafanikio yako, kuna ndoto zako. Lakini pia humo kuna hekima uliyoikusanya katika safari ya maisha yako.
Miaka mingi baada ya wewe kuondoka duniani, watoto wako, wajukuu wako na hata vitukuu vyako wanaweza kuzisoma jono zako na kupata mwongozo wa maisha. Huenda wakajifunza kutokana na makosa uliyofanya. Huenda wakapata ujasiri kutokana na ushindi uliopata. Huenda wakajenga maisha bora kwa sababu uliamua tu kuandika yale uliyojifunza. Na kumbuka siku zote jambo hili. Maisha mazuri sio yale uliyoyaishi peke yako. Maisha mazuri ni yale uliyoyaandika, uliyoyahifadhi na uliyoyaacha kama ulisi kwa vizazi vinavyokuja. Usiishi maisha yatakayopotea pamoja na kumbukumbu zako. Yaandike, yahifadhi na uyaache endelee kufundisha hata baada ya wewe kutokuwepo, hata baada ya wewe kuondoka. Kwa sababu urithi mkubwa zaidi sio mali utakazoziacha. Urithi mkubwa zaidi ni hekima utakayowaachia wengine. Inawezekana.